Tunaendelea kumshukuru na kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa wema wake na kwa upendo wake mkuu kwetu sisi. Bado ametupatia siku nyingine nzuri ya baraka na ya neema. Bado ametupa nafasi ya kumsifu na kumtukuza. Leo tunapofanya kumbukumbu ya Mtakatifu Yohane Bosco ambaye alikuwa padre na mwanzilishi wa mashirika pia. Mtakatifu huyu alifanya kazi kubwa sana, kazi kubwa ya kusambaza elimu na kuwaweka watu katika msingi wa kutafuta elimu. Lakini anajulikana pia kama mtume wa vijana ambaye alisisitiza sana elimu kwa vijana, malezi bora kwa vijana na mafundisho yanayostahili kwa vijana. Leo tuna tatizo kubwa na vijana. Tuna mahangaiko makubwa na vijana wetu. Kwa kufuata mfano wa Mtakatifu Don Bosco, tufanye bidii ya kuwalea vijana wetu. Tufanye bidii ya kuwasaidia vijana wetu. Alikuwa anasema, mlee kijana ajue kujilea mwenyewe, ajue kujitawala mwenyewe, ajue kujisimamia. Sina uhakika kama tunawalea watoto wetu na wajukuu wetu katika kiwango cha kuwafanya wajitambue na kujitegemea wao wenyewe na kujiongoza wao wenyewe. Tufanye bidii basi kwa maombezi ya Mtakatifu Don Bosco leo tuweze kuwasaidia vijana wetu, watoto wetu, wajukuu wetu na popote pale kuweza kutengeneza maadili mazuri kwa kizazi hiki kinachokuwa. Na Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili analinganisha ufalme wa mbinguni na mbegu na vitu vingine pia, kuonyesha kwamba ufalme wa mbinguni unaongezeka, ni kitu kinachokuwa, hakianzi mara moja hivi ndani mwetu, lakini kwa ile chembe ya imani uliyoipokea inafanya kukua hatua kwa hatua, kutudhihirishia kwamba tunahitaji kukua na sisi katika imani. Usibaki yule yule miaka na miaka, ongezeka, kuwa katika imani, ukue katika sala, ukue katika neno la Mungu, ukue katika maadili, ukue katika imani, uongezeke. Ulivyokuwa mwaka jana uwe tofauti na mwaka huu na kesho kutwa, na hivi kuongezeka zaidi na zaidi.